Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu haya leo ya tarehe 18 ya mwezi Machi. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Mwasimba, tuwe pamoja hadi mwisho. DW Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Familia za mateka wa Gaza zamtaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhakikishia usalama wa mateka hao. Kongamano la Umoja wa Ulaya laahidi dola bilioni 6.3 kwa Syria. Na kundi la waasi wa M23 lasema halitoshiriki mazungumzo ya amani Luanda. Habari kamili. Jerusalem. Mashambulizi makubwa ya anga ya usiku kucha yaliyofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza yamewaua watu 326 na kujeruhi mamia ya wengine. Haya yamesemwa leo na Wizara ya Afya inayosimamiwa na kundi la Hamas katika ukanda huo. Wizara hiyo imesema kuwa Palestina wengi bado wanaaminika kuzikwa chini ya vifusi. Mashambulizi hayo yanatishia kusambaratika kabisa kwa makubaliano hafifu ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas ambayo yalianza kutekelezwa tangu Januari 19. Huku hayo yakijiri, familia za mateka wa Israel wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza zimemtaka waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu kukomesha mauaji na kutoweka kwa mateka baada ya mashambulizi hayo ya Israel. Katika taarifa, muungano wa familia hizo umesema unataka kufanyike mkutano leo na Netanyahu, waziri wa ulinzi na mkuu wa ujumbe wa wapatanishi ili kupata uhakika kuhusu mateka hao. Brussels. Wafadhili katika mkutano ulioongozwa na Umoja wa Ulaya jana mjini Brussels wameahidi msaada wa dola bilioni 6.3 kusaidia uongozi mpya wa Syria kukabiliana na changamoto zinazoikabili. Akihutubia mkutano huo, Natasha Francisci, mjumbe wa Marekani kwa ajili ya Syria, amesema katika kipindi cha miaka 14 iliyopita, Marekani imetoa msaada zaidi kwa watu wa Syria kuliko taifa lingine lolote, zaidi ya dola bilioni 18.3. Tutaendelea kutoa msaada fulani kwa mujibu wa sera na sheria za Marekani, lakini pia sasa tunatarajia kwamba mataifa mengine yatasaidia kubeba mzigo wa kifedha ambao Marekani imebeba kwa muda mrefu. Kwa upande wake, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo unaongeza ahadi yake ya msaada kwa raia wa Syria na kwa kanda hiyo kufikia dola bilioni 2.7 kwa kipindi cha mwaka 2025 na 2026. Waziri wa mambo ya kigeni wa mpito wa Syria Asad al-Shibani ameushukuru Umoja wa Ulaya na washirika wake kwa ahadi hizo. Kinshasa. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamesema hawatahudhuria mkutano wa amani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyopangwa kufanyika leo mjini Luanda nchini Angola. Waasi hao wanasema wamechukua hatua hiyo kutokana na vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa maafisa wake waandamizi. Serikali ya Kongo kupitia msemaji wake Tina Salama imesema itashiriki mazungumzo hayo licha ya kujiweka kando kwa M23. Serikali ya Angola vilevile imetangaza kwamba mazungumzo hayo yataendelea kama ilivyokuwa imepangwa. Wakizungumzia vikwazo hivyo vya Umoja wa Ulaya, M23 imesema taasisi fulani za kimataifa zinahujumu juhudi za amani. Umoja wa Ulaya jana uliowekea vikwazo makamanda watatu wa jeshi la Rwanda na mkuu wa shirika lake la uchimbaji madini kwa kuunga mkono wapiganaji waliojihami mashariki mwa Kongo. Umoja huo pia ulimwekea vikwazo kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Sanaa. Waasi wa Kihuthi wa Yemen leo wamedai kufanya shambulizi la tatu dhidi ya meli za kivita za Marekani ndani ya muda wa saa 48 licha ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya waasi hao wanaoungwa mkono na Iran ambayo yamesababisha maandamano makubwa. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, waasi hao wamesema walilenga meli ya USS Harry S. Truman kwa makombora na droni kaskazini mwa bahari ya Shamu. Afisa mmoja wa ulinzi wa Marekani amesema waasi hao wanaendelea kusambaza uongo na upotoshaji na akaongeza kwamba kundi hilo linajulikana sana kwa madai ya uongo na kupunguza matokeo ya mashambulizi dhidi yao huku wakitilia chumvi mafanikio yao.
Mapema, Luteni Jenerali wa jeshi la anga la Marekani Alexis Grinkovich aliwaambia waandishi wa habari kwamba ilikuwa vigumu kuthibitisha mashambulizi hayo yanayodaiwa na waasi hao kwa sababu wamekuwa wakikosa kulenga shabaha zao kwa zaidi ya kilomita 160. Hatimaye Berlin, Ujerumani inafuatilia kuhusu jinsi raia wake wanavyochukuliwa pindi wanaposafiri kwenda Marekani na imesema kuwa itatoa ushauri wake wa usalama wa usafiri ikiwa itahitajika mara itakapopata picha kamili jinsi hali ilivyo. Haya yamesemwa jana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje katika mkutano wa kawaida na waandishi wa habari. Msemaji huyo amesema kwa hivi karibuni wamefahamishwa kuhusu visa vitatu ambapo raia wa Ujerumani walishindwa kuingia Marekani kwa sababu safari yao ilizuiwa na kituo cha kuwazuia na kuwarejesha watu makwao. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Tatu Karema, na mimi hapa napata nafasi ya kuingia kwa kina katika uchambuzi wa ripoti zetu duniani mchana huu. Ripoti tulizozipa uzito mchana huu ni pamoja na huko Mashariki ya Kati ambako mashambulizi makubwa zaidi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza yameua zaidi ya watu 320 na kuibua hofu ya kurejea kikamilifu katika vita. Lakini je, mashambulizi hayo yanatoa picha gani kwa wachambuzi wa siasa ya Mashariki ya Kati? Yanatoa picha mbili kwa wakati mmoja. Kwanza ni kuhusiana na msimamo wa Netanyahu yeye mwenyewe. Kama ambavyo hata ndani ya Israel amekuwa akiandamwa na upinzani mkubwa kuonekana kwamba suala la vita analitumia kwa malengo yake binafsi ya kisiasa. Utayasikia kwa kina maoni hayo ya mchambuzi wetu ukiendelea kukaa nasi kwenye uchambuzi wetu huu. Na kutoka barani Afrika, kinachopewa uzito mkubwa mchana huu ni kukataa kwa muungano wa waasi unaolijumuisha kundi la M23 kushiriki mazungumzo ya amani na serikali ya Kongo yaliyotarajiwa kufanyika huko Luanda nchini Angola. Baki nasi hadi mwisho kwa uchambuzi wa kina, msikilizaji na unayetufuatilia wakati huu. Kumbuka tunapokea maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram, YouTube ambako unatufuatilia moja kwa moja. Kumbuka DW pia iko TikTok na tovuti yetu ya DW Kiswahili. Kwa hiyo usikose kutazama huko. Lakini moja kwa moja tuanzie uchambuzi wetu na hali ya huko Mashariki ya Kati ambako mashambulizi makubwa zaidi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza yamewaua zaidi ya watu 320 na kuibua hofu ya kurejea kikamilifu katika vita vya miezi 17 ambavyo tayari vimesababisha vifo vya maelfu ya Wapalestina na uharibifu mkubwa. Ikulu ya Marekani imethibitisha kwamba ilikuwa imearifiwa na ikaeleza kuunga mkono hatua ya Israel, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiahidi kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya Hamas. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Jeshi la Israeli limewaamuru wakazi waondoke katika maeneo ya mashariki mwa Gaza, ikiwa ni pamoja na sehemu kubwa ya mji wa kaskazini wa Beit el-Hanun na jamii nyingine za kusini, katika ishara kwamba operesheni mpya za ardhini zinaweza kufuata. Ofisi ya Netanyahu ilitangaza kuwa Israeli itaendelea kuchukua hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Hamas. Mashambulizi hayo yamevuruga utulivu wa muda mfupi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuweka hatarini maisha ya mateka walioko mikononi mwa Hamas. Hamas imelaani mashambulizi hayo ikituhumu Israeli kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Afisa mwandamizi wa kundi hilo Izzat al-Reshek amesema uamuzi wa Netanyahu wa kurejea vitani ni hukumu ya kifo kwa mateka waliosalia. Aliongeza kuwa kiongozi huyo wa Israeli alikuwa akichochea mgogoro ili kuokoa muungano wake wa serikali ya mrengo mkali wa kulia. Afisa mwingine wa Hamas ameliambia shirika la habari la AFP kuwa kundi hilo linashirikiana na wapatanishi ili kuzuia uvamizi huo na kusisitiza kuwa Hamas ilikuwa imetekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini Israeli ilivunja ahadi zake. Wakati huo huo, familia za mateka wa Israeli zimeonyesha kukasirishwa na mashambulizi hayo, zikishtumu serikali kwa kuachana na juhudi za kuhakikisha kuachiliwa kwao. Jukwaa la mateka na watu waliopotea limetaka mkutano wa haraka na Netanyahu, waziri wa ulinzi na mkuu wa timu ya mazungumzo, likitaka uhakikisho wa usalama na urejeshaji wa mateka. Roy
Emek, mkazi wa Tel Aviv, ameelezea mashambulizi ya hivi karibuni kama hukumu ya kifo kwa mateka. Nadhani kurejea vitani ni hukumu ya kifo kwa mateka. Hilo ndilo hasa, na nadhani sababu pekee ambayo muungano ambao serikali inataka kurejea vitani ni kubaki madarakani. Haina uhusiano wote na kile kilicho bora kwa Israel. Inahusu tu kudumisha muungano madarakani. Netanyahu anakabiliwa na shinikizo kubwa la ndani, huku maandamano makubwa yakipangwa dhidi ya jinsi anavyoshughulikia mgogoro wa mateka na uamuzi wake wa kumfukuza mkuu wa shirika la usalama wa ndani la Israeli. Ushahidi wake wa hivi karibuni katika kesi ya muda mrefu ya ufisadi uliahirishwa kufuatia mashambulizi hayo. Kumekuwa na ukosoaji mkubwa pia kutoka jumuiya ya kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea kushtushwa na mashambulizi hayo na kutoa wito wa kuheshimiwa kwa mpango wa kusitisha mapigano. Pia amehimiza kurejeshwa kwa misaada ya kibinadamu Gaza na kuachiliwa kwa mateka bila masharti. Muhammad Hadi, mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa maeneo yanayokaliwa ya Palestina, ameongeza kuwa mashambulizi hayo yanaweza kusababisha kuvunjika kabisa kwa usitishaji wa vita wa miezi miwili na kutaka kuheshimiwa kwa makubaliano hayo. Licha ya mashambulizi mapya ya Israeli, hakukuwa na ripoti za mara moja za Hamas kulipiza kisasi, hali inayoonyesha kuwa kundi hilo bado lina matumaini ya kurejesha usitishaji mapigano kupitia juhudi za upatanishi. Hata hivyo, wakati pande hizo mbili zikishikilia misimamo yao na shinikizo la kimataifa likizidi kuongezeka, mustakabali wa usitishaji vita unasalia kuwa mashakani. Idi Sesanga na taarifa hiyo ya hali ilivyo huko Gaza kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika eneo hilo. Kama ulivyosikia, ni wimbi jipya la mashambulizi ya anga katika ukanda huo wa Gaza, na DW ilitaka kufahamu mashambulizi haya mapya ya Israel huko Gaza yanatoa picha gani katika mzozo huo, na hilo ni miongoni mwa maswali ambayo mwenzangu Bakari Ubena amemuuliza mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa akiwa huko Tehran. Mashambulizi haya yanatoa picha mbili kwa wakati mmoja. Kwanza ni kuhusiana na msimamo wa Netanyahu yeye mwenyewe. Kama ambavyo hata ndani ya Israel amekuwa akiandamwa na upinzani mkubwa kuonekana kwamba suala la vita analitumia kwa malengo yake binafsi ya kisiasa ili aweze kubaki madarakani kwa kuepusha serikali yake ya muungano isivunjike, na vile vile kesi zinazomwandama zisiweze kufuatiliwa na kuchukuliwa hatua dhidi yake. Kwa hivyo ni msimamo ambao anauchukua zaidi kwa malengo ya kisiasa kuhakikisha kwamba vita vya Gaza havimaliziki, kwa sababu tunajua hataki kuliona linatokea. Lakini katika upande wa pili ni suala la serikali ya sasa ya Marekani ya Rais Donald Trump. Yeye, kinyume na serikali iliyotangulia, anaonekana kwamba msimamo wake wa kuiunga mkono Israel katika kuchukua hatua zozote zile inazotaka ni msimamo ambao hauna mpaka wala hauna kizuizi chochote. Kwa hivyo hichi kinachoendelea sasa ni kufanikisha ajenda ya Rais Trump ya kuhakikisha kwamba Wapalestina watakabiliwa na mashambulio ambayo mwisho wake yatawalazimisha waamue kwa hiari yao kulihama eneo la ukanda wa Gaza. Ndio umeizungumzia hapo Marekani, na sasa hivi Israel inaonekana kudhamiria kuyashambulia makundi mbalimbali yanayoungwa mkono na Iran, ikiwa ni pamoja na Hezbollah huko Lebanon na makundi mengine huko Syria. Lakini mshirika wake Marekani pia imezidisha mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihouthi. Yote haya unadhani yanaashiria kwamba sasa tunaelekea kwenye vita vipana zaidi vya kikanda huko Mashariki ya Kati? Tunaweza kikamilifu tukasema ni hivyo, kutokana na pamoja na kwamba Rais Trump kabla ya kuingia madarakani alikuwa akiimba wimbo wa kwamba lengo lake ni kukomesha vita ulimwengu mzima, Mashariki ya Kati na mambo kama hayo, lakini uhalisia wa mambo hauonyeshi kwamba hilo ndio lengo lake, ukizingatia kwamba serikali yake yote aliyounda, mawaziri aliyowachagua katika Wizara ya Mambo ya Nje, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa na pia waziri wake wa ulinzi, wote hao ni watu ambao wana ajenda ya kutetea sera na mielekeo ya Israel, hasa serikali ya sasa Israel ambayo ni ya kushupalia vita na kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati halishuhudia amani. Kwa hivyo huu msimamo wa Marekani kwamba baada tu ya kundi la Wahouthi kusema kwamba ikiwa mzingiro uliowekwa sasa na Israel wa kuzuia misaada ya kibinadamu wa Gaza
hautaondolewa. Tutaanzisha tena operesheni za kuzuia meli za Israel zisipite katika Bahari Nyekundu, na hata ikilazimu tutaanzisha mashambulio, kwamba kwa sababu hiyo tu Marekani imetangulia kuanzisha mashambulio makali dhidi ya Wahouthi, na vile vile kwamba imetoa tamko kali sana la kuitishia Irani kwamba endapo Wahouthi wataanzisha mashambulizi yoyote, Marekani italiangalia hilo kwa jicho la Iran, na Iran italazimika kulipa gharama juu ya hilo. Hii yote inaonyesha kwamba msimamo wa serikali ya sasa Marekani ni mbaya zaidi katika kushupalia vita kuliko serikali iliyotangulia, na kimsingi ni kwamba pengine sasa hivi ile sarafu ambayo pande mbili za sarafu zimekamilika ni hali ya sasa ya kuwepo Netanyahu katika serikali ya Israel na vile vile Trump katika serikali ya Marekani, kwamba lengo hasa ni kuendeleza kupanua mgogoro huu na kusababisha moto mkubwa zaidi wa vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Unadhani sasa kipi kinaweza kufanyika ili kuzuia hilo, hasa ikizingatiwa kwamba kwa sasa Israel kama ulivyosema inaonekana kumsikiliza tu Marekani, huku mataifa ya Ulaya ikiwa kama vile yamewekwa nyuma ya pazia? Nini hatma ya mzozo huu? Kwa hakika tukitaka tuitathmini hali ya kimataifa ilivyo, kwa kweli imefikia pahala pabaya sana. Imefikia katika hatua ya kusikitisha sana. Kama jamii ya kimataifa kwa umoja wao haitokuwa tayari kuweza kuchukua msimamo wa kivitendo wa kukabiliana na viongozi wawili hawa au nchi mbili hizi, Israel na Marekani au Trump na Netanyahu, ni kwamba ninavyoiona mimi binafsi hali inakuelekea sasa hivi ni kubaya zaidi kuliko ilivyokuwa katika kipindi cha tokea Oktoba 7, 2023. Naam, huyo alikuwa ni Abdul Fattah Musa, ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama alivyozungumza na mwenzangu Bakari Ubena kuhusiana na hali jumla ya Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya huko Gaza pamoja na mashambulizi ya huko Yemen. DW tunavuma kwa kishindo.